walio nje ya nchi warudi nyumbani. Wakarudi. Mliwaona? Mkuwaona? Niseme nisiseme? Katika ule mchakato tulikuwa na watu wengi, karibia 400 walikuwa kwenye magereza, wamekamatwa kwa sababu ya kesi mbalimbali zilizokuwa na uhusiano na siasa. Mama, muumini wa demokrasia, akasema waachieni, na walionufaika wa kwanza Chadema, watu wao wakaachiwa wakiongozwa na Mbowe, maana tunataka kujisaulisha. Wakaruhusiwa, wakaanza kufanya maandamano, kufanya mikutano, na wakati mwingine wanamtukana huyo aliyewapa huo uhuru wa kufanya hayo maandamano. Mama akawavumilia. Grupu la pili walileta mambo ambayo zaidi, tume ya uchaguzi. Mama akakubali. Mnataka nini? Tume huru. Tume huru na wapa. Sheria zikaenda bungeni, mimi mbunge tukazibadilisha. Leo uhuru wa tume ya taifa ya uchaguzi sio wa viwango vile tulivyovizoea. Upatikanaji wa watumishi wa tume, utendaji wa watumishi wa tume. Lakini leo hata namna ya kuwaondoa, hakuna mtu mmoja mwenye uhuru wa kumgusa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Hata rais mwenyewe hana mamlaka hiyo. Sheria imetungwa. Muumini thabiti wa demokrasia. Na ndio maana tarehe 29 tunataka tukapigie kura demokrasia yetu. Mama akafanya marekebisho. Nyie mtakumbuka chaguzi zilizopita, mgombea wa chama kimoja akibaki peke yake anatangazwa amepita bila kupingwa. Jamaa wakasema huu mwanya. Mama akasema wapeni. Leo hata ukibaki peke yako unapigiwa kura za ndio na hapana. Sasa niseme nisiseme? Yakabaki mambo ambayo yanahitaji mabadiliko ya katiba. Na hata ile kamati ikamwambia rais, haya yanayohitaji katiba tufanye uchaguzi kwanza. Tukimaliza uchaguzi tutayashughulikia. Na hii ilikuwa busara, na mimi naipongeza sana zile kamati. Kwa nini? Kwa sababu taifa lilikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi. Katiba haitungwi kuwa ni katiba ya uchaguzi, inatungwa kuwa katiba ya maisha ya watu. Tukiitunga tunaenda kwenye uchaguzi, tutatunga katiba ya uchaguzi. Busara hiyo ndio ikakipelekea Chama cha Mapinduzi kuingiza swala la katiba mpya kwenye ilani yake ya uchaguzi. Ungwana wa mama huyu akasema yale yote mliyosema ambayo husiana na katiba nimewapa. Sasa jamaa zangu, pamoja na kupewa yote bado wamezira. Sasa ukizira si tunaendelea. Tunachotaka ukizira, zira mwenyewe, usisababishe wengine kuzira. Zira wewe na wenzako, kalale nyumbani. Waachie Watanzania haki ya kupiga kura tarehe 29. Tafsiri rais. Ngoja nizione kura za Rais Samia. Hebu nyosha mkono namna hii. Samia oye! Ngoja niseme nisiseme? Kwa hiyo yoyote anayeipenda Tanzania, muumini wa kweli wa demokrasia, atakubaliana na mimi kwamba tarehe 29
Ukienda kupiga kura, unapigia kura mchakato wa katiba mpya ya Tanzania kusimamiwa kwa mujibu wa utaratibu. Sasa anayepinga hilo abaki nyumbani, anayelitaka hilo twende kwenye vituo vya kupigia kura tarehe 29 tukamalize mambo. Leo jamaa walikuwa wanasema hatuna imani na wakurugenzi wa halmashauri kusimamia. Mama akasema wapeni, sheria imebadilishwa. Wasimamizi watatokana na watumishi wa umma waandamizi. Majina yao yatatangazwa kwenye gazeti la serikali. Sasa wakati mwingine ukiwa na mtoto unampa kila kitu anazira, unamwacha pembeni, njaa ikimkamata atarudi mwenyewe. Na mimi ninaamini waliozira wameamua kuua chama chao wenyewe. Sasa kama wameamua kuua wenyewe, walikitengeneza wenyewe, wamekiua wenyewe, Watanzania usizire na anayezira. Tarehe 29 twende tukapige kura kwa demokrasia ya Tanzania. Tumpigie kura mwana demokrasia wa kweli, muumini wa demokrasia, Dr. Samia Suluhu. Tarehe 29 Oktoba 29, ninawaomba Watanzania na hasa vijana, watu wote waliotafuta shortcut, njia ya mkato ya kuendesha demokrasia za nchi zao, leo wanajuta. Tanzania hatuna sababu ya kwenda huko. Chama chetu kimeonyesha uthabiti kwenye demokrasia. Mgombea wetu muumini wa demokrasia. Wale wote wapenda demokrasia, natoa wito kwenu, tarehe 29 twendeni tukamchague mwanademokrasia mwenzetu. Samia oye! Asante sana ndugu mgombea, tunakutakia kila laheri. Sisi wanademokrasia wenzako tunakuunga mkono. Tutapiga kura, tutasimamia mchakato, tutapata katiba mpya na tutasonga mbele kama taifa moja. Asanteni sana.